Nikasema sasa jamani ni nini? Au tena Mwananyamala 100 huku. Mara kidogo tulieni saa 8 naenda mwenyewe, yani kawapunguza waandishi. Ilipofika saa 8 serikali imekataa. Nikajua kuna shida hapa. Serikali imekataa tena. Yaani kutoka kwenda Mwananyamala. Ilipotoka Mwananyamala ikaja waandishi wa habari Tambu Motors. Kutoka Tambu Motors taenda mwenyewe. Naenda mwenyewe nitawapostia. Baadaye serikali imemkataza. Jamani serikali tena na afya yako. Mwanzoni alisema kwamba watu wakutane nyumbani kwake. Haiwezi kufanya jambo la kuzungumza, lakini kaona ghafla akahamisha akasema nyumbani hapana. Twendeni ofisini. Unafikiri nini kilitokea hapo? Na watu wamekuja ofisini lakini hatukukuona tukisogelea. Sasa ile interview silikuwa kwake mwenyewe jamani. Mimi nasogelea kwa nini? Yeye ndo alikuwa anatuhumiwa. Kwa kazi yangu ilikuwa ilitakiwa yeye asogee pale awaambie wa Tanzania jamani, basi mimi ni pincho kishangaa. Singechuka katika kipimo ka live kale au jamhuri nakataza. Kama sheria nakataza, mimi sio mtaalamu wa sheria. So mimi sio wakili msomi. Kama serikali inamkataza bwana kuchukua kile kipimo, kupima live, sawa sijui. Kama lakini sheria inamruhusu basi angewafanyia hata vile. Mimi nikaona basi kama ni shida basi angepima hata homa. Kwa hiyo unataka kusema wewe mpaka sasa hivi unachokiamini ni nini? Kwamba kwenye hilo swala Doto anaumwa. Sasa mimi nakwambia kweli Doto anaumwa Doto. Lakini sasa kwenye kumwa ndo sijui anaumwa nini. Lakini wewe kwamba Doto anaumwa. Kwanza kama angepima hata UTI. Doto kakonda. Ndio tu unamjua unamuona kabisa kakonda. Kakonda. Maana kilo asumia ananiambia kabakia kilo 60 kutoka kwenye 82. Kwa kilo 20 zimekata siku 3. Da! Mimi mpaka nasikitika. Inaonekana ni msongo wa mawazo pengine kutokana na history. Unajua tena unasemwa na dunia. Unajua kasemwa na Dar es Salaam nzima. Bora hata mimi nilikuwa namfariji. Unajua mimi nilikuwa namfariji. Katika watu mimi nilikuwa namfariji. Namfariji. Nyinyi mnaona kama namsema kimi namfariji Doto. Naambia. Na ukiachana na mambo ya mitandao pia kuna namna ulikaa naye hivi wenyewe mkiwa ofisini na nini? Kwanza amelia siku 4, kila siku akikutana na mimi analia. Nikamwambia tulia, ukubwa. Kwani waloumwa wameumwa wangapi? Afu kuumwa ibada. Unajua mimi nasema sasa ile nikamwambia usina maneno leo. Vipi tena? Yaani yeye mwenyewe akakubali, yaani maneno yake yameisha. Hizo ukiachana utani wenu wewe kwenye mitandao kule tunavyoona jinsi mnavyocharuana inakuwa ni sehemu tu ya utani. Hiki kilichomtokea Doto kwako kimekufunza nini, lakini pia neno lako ni lipi? Kwanza ndo akome, aache kuchokoza watu. Sina maneno mengine. Doto acha kamdomo. Mdomo wake ndo umemponza. Mdomo ndo umemponza. Kwa acha kilanga. Una kilanga mno Doto. Unachokoza watu. Ila anasema kwenye hili ndo amejua kabisa kwamba mbaya wake mkubwa wa kwanza ni wewe. Labda nani mwinji wako. Kwanza mimi mbaya wako nini? Mimi nimeona tu taarifa. Na mimi nikawa tena mimi namsi rafiki yangu. Namwambia hivi kosa langu nini jamani? Bwana atakuwa ananionea. Unasharadia sana. Na mimi nasharadia wapi? Wakati namtia moyo rafiki yangu namwambia lakini wakumwa sio kwanza una tatizo gani jamani? Niliona ulikuwa unamchukulia matunda na nini. Kuna namna sasa hivi unawaza kumuongezea posho na sasa unaona mapenzi yangu namnunulia matunda. Juzi na jana akatumia milioni 4 ya kwangu. Juzi na jana milioni 4. Anadeka huyo. Sio unaona nipiga mpaka wakala anaenda kuchukua hela tu. Milioni 4 nikasema sasa huyu mara zake si hata niumwa na mimi. Akizunguka kidogo. Maana yake tena akizunguka kirudi bwana unajua anajisikia vibaya la kulola 5. Atatuua. Bwana mbona tena anatamani hata huo umepona. Lakini sasa tukiacha utani katika uhalisia ukimwangalia Doto ni kama ile jambo limempa stress. Unavyoona? Mimi si ndo akome. Bwana mimi ukiniuliza jambo la kumpa stress, yeye anatakiwa apate stress. Hivi unajua Doto ananioneaga sana. Doto ananiambia na wanawake Facebook. Unajua mpaka familia yangu nyumbani wananiuliza bwana inakuaje? Unaniambia jamani, sema mambo ya mitandao. Lakini mbona mimi navumiliaga? Naye avumilie tu misumari mgonge vizuri. Yeye mwaka 20 anasema Nabii Aisha lakini wewe wanawake 4. Subutu. Una Mwarabu, una mweusi, una wa Facebook. Subutu wewe mwaje tu. Muda utaongea mbona? Wewe muda utaongea. Hatari. Leo ulikuwa unasubiri sana vile na wewe tukio la kipimo litokee. Angeweza vilikuwa. Sina kwambia vilikuwa vinatua 3. Tulianza Mwananyamala, tukatoka Mwananyamala tukaja nyumbani kwake. Natoka nyumbani kwake kapunguliwa. Twende Tambu Motors ofisini. Tumefika ofisini tukaishia oya, baadaye nitawapostia. Mara baadaye mara ya 5 mamlaka imemkataza. Doto bwana anasema na watu kwa hiyo hata wasomi marafiki zake wasomi wanamwambia wapi bwana wewe. Acha kufanya hicho kitu. Kuwa makini na Doto wewe. Najua masiala hizo. Ndio hivyo. Ndugu yako Mwijaku naye likampata jambo jana bwana. Jambo gani? Nyumba bwana anasema aliuziwa kiwanja ambacho kilikuwa na hati mbili. Wewe sasa ni mtu wa viwanja na Mwijaku si mtu wa kiki bwana, anatafuta kiki. Na bahati nzuri Doto kamshinda, kwa hiyo atulie tu Mwijaku. Mwanangu lakini atulie.
Tulia, mwinji yako sio muda wako, tulia. Mpaka Doto akipima akishatupa vitambulisho vyake kwamba jamani mimi mzima au naumwa homa. Baki unaweza kama hata naumwa UTI. Unajua kuni kuumwa nimwambia Doto anaumwa. Lakini maradhi yako mengi. Nyinyi ndio mnacharadia maradhi mengine hapo mnayataja. Lakini Doto anaweza kama anaumwa hata homa, UTI, kuna magonjwa mengi. Unajua ni ile halali hivyo anaenda kutumia vivyo vyote vichafu ni. Sawa mtangazaji Bongo 5. Inawezekana na UTI. Nyuma kamera. Doto anaweza kana na UTI. Msiseme tu vipi bwana? Anaweza kana na vidonda vya tumbo. Sasa lakini hayo sio kweli. Mna sio kweli bwana, sio kweli. Bahati nzuri ni mwanangu alinipigia simu. Watambua ngoja. Nataka nipeleke mwingine ngambia Doto muwezi. Alikuwa anapambanisha Doto na yeye. Nani trending yake? Naambia wewe Doto anaumwa si paka apime. Mwenyewe nataka paka apime ndio nitakusikiliza wewe. Paka apime ndio nitakusikiliza. Anataka kumzima Doto. Alitakaje? Alitaka mzima. Haiwezekani. Si paka apime. Mambo kwa ushahidi siku hizi. Yaani mambo kwa ushahidi, apime atupe. Na wewe siku akipima ndio utaacha kupoza, maana Isa kweli unasadadia bwana. Kwa kweli. Kipima tu hata kesho. Anakuwa na rafiki yangu na urafiki unaendelea, lakini sasa hivi mambo kwa ushahidi. Kwa service urafiki wako kabisa utaka hata. Mimi namuogopa. Nikimsogea nakaa naye mbali. Nakaa naye mbali. Mr. Anajina jipya sasa anajiita Mr. Waya. Doto bwana, eti kashajiita Mr. Waya. Leo kaka baba anaomba ila siku nzima. Mnajua mimi mgonjwa sasa Doto unaumwa nini? Hilo tumbo unaomba ila siku nzima. Sasa tutasema unamnyanyapaa. Sasa mimi sijamnyanyapaa. Hebu nielewe. Unaogopa kukaa. Sasa naogopa Mr. Waya. Wanamuita Tanesco. Hayo mimi sijui. Nasema Mr. Waya. Inasemekana kwamba kuna video ya AI ambayo hata jana ilikuwa na trend kwenye mitandao ya kijamii ya Doto akiwa anampiga Mwijaku. Wanasema kwamba wewe ndio umeisimamia hiyo AI. Umeiona ile? Hiyo mwenyewe nimeiona, mimi sijaisimamia bwana. Lakini nimefurahia kwa nguvu katushinda, lakini sisi tunataka vipimo tu. Basi kama katengeneza AI si vizuri. Basi atutengeneze hata kipimo cha AI. Fresh tu. Sisi tutaamini. Hapo si bwana AI hii hapa. Lakini Isa, moja kitu ambacho pengine si rafiki ni personal afya ya mtu huanikwa mitandaoni au kuzungumziwa. Yaani hakuna mahali panasema kwamba ni halali kuzungumzia au kutaja au kufanya chochote au kukejelea vipi. Lakini wako watu ambao wanadai kwamba kumekuwa mmeweka taharuki kubwa sana. Hususan kwa wewe zile simu zako ulizokuwa unapiga kumpa mara sio 20,000 ya kwamba kuna watu wamesema akanunue matunda na nini. Unawaambiaje watu wanaowachukulia negative na positive sana swala hili? Kama mnashahadia swala la maradhi. Ngoja kwanza. Hivi kusema anaumwa ni kosa katika nchi hii? Yaani kusema jamani fulani anaumwa ni kosa. Anaumwa sio kosa. Sasa mimi nimesema Doto anaumwa ni kosa. Yaani ni kwamba ni kosa. Swali linakuja kwenye anaumwa nini? Sasa mimi nimesema. Mimi sijasema Doto anaumwa nini. Wapi umetawala bwana Isa akasema anaumwa nini? Kumetawaliwa na kucheka. Sasa kucheka. Kwa hiyo nchini tunakataza kucheka kwamba bwana usicheke. Doto anaumwa labda unaumia kwamba si anaumwa labda anakuja hapa. Kama inakuwaje unafurahia shida kwa sababu shida. Mimi nampa pole rafiki yangu anaumwa. Kwa hiyo sasa ukisema asharadia anacharadia vipi? Kwa hiyo kumwambia mtu anaumwa sio kosa katika nchi. Na kucheka pia sio kosa, mimi ndio utaratibu wangu. Ila sasa anaumwa kitu gani? Hilo ndio tatizo, tumuulize yeye atuambie. Umeposti asubuhi status ukasema bana Doto utanipa utajiri kwa hichi ambacho kinaendelea. Kuna namna ambavyo unaona kwako inakufaidisha? Unajua sisi ni watu wa mitandao. Mimi ni mfanyabiashara na sisi wafanyabiashara tunahitaji watu kwenye biashara. Mfanyabiashara yote duniani anahitaji watu. Na ndio maana wanawekeza mabilioni ya fedha kwenye kufanya matangazo, investment ya matangazo. Utatafuta influencer, utatafuta makampuni makubwa, utalipa mahela mengi Instagram kufanya ads, matangazo na promo, wanaita sponsor, ndio? Lakini mimi sijatumia hata pesa. Ukiangalia Instagram yangu zaidi ya watu milioni 13 wameitembelea akaunti hiyo. Umeona? Lakini ukumbuke akaunti hiyo inauza magari Kwa mtu atafika pale atangaza hizi lakini inauza magari. Na bahati nzuri watakiuli tu yani ule mtazamo wa kawaida tumefanya biashara sana ndani ya siku 2 siku 3. Umeona? Ndio maana nikasema Doto kwa kweli atalipa utajiri. Kwa mimi kwa nafsi nyingine naona tu bwana ndugu yangu usipime hiyo tuendelee. Kwa kuna mtu anasema Doto aendelee kusingiziwa tu. Hivyo kesho tu aseme tena alibaka. Wewe dua zako bado zipo tu kwa Doto. Kama lolote alimkuta. Lakini wao wanamsingizia sio ya kweli. Limkuta lolote ila tu la kumsingizia. Tukiachana na yote lakini Isa kwa kiubinadamu unahisi yule dada amemkosea sana Doto? Dada gani?
Yule alianzisha zile mada Cheri. Alafu unajua mimi shida na kwamba unajua mimi sijafuatilia kama ilianzaje. Mimi unajua nilikuta tu kwa jina mimi nikayabeba. Nilikuta tu Doto na mimi nikaungana naye na mimi namtania na mfanya nini. Kwa hiyo sijakaa nikafuatilia eti kafanyaje. Lakini kama sasa kazungumza naye unajua kuna shida ya kitu kimoja. Mimi naona kila mtu anakuwa na uhuru wa kutoa maoni yake. Sasa aliyatoa maoni au alimtuhumu alifanyaje? Kama alitoa maoni yake ni sawa, sikatoa maoni yake ni kashfa. Sasa hapo kama kumchafua nadhani sheria zetu zinakataza nchini. Kama kitu kinakataza na sheria ya nchini sio kuunga mkono, kwa sababu tunaishi katika misingi ya kufuata sheria. Nchi imetunga sheria, kila mtu aliyokuwa katika nchi lazima afuate sheria ya nchi ile. Lakini pia sio nchi, kuna sheria za dini. Kama dini imekataza jambo hilo, haitaki kufanya nalo. Dini imekataza kabisa, wanasema aibu za mtu mwingine usizitangaze, haifai kutangaza aibu ya mtu mwingine. Kwa hiyo kama amefanya hivyo si kitu ambacho hakifai katika dini, lakini hakifai katika nchi. Lakini pia hayo ni malipo ya Doto. Una mdomo mno. Kwa Doto naye kuna muda kayataka. Mdomo mno. Sasa hivi mara kazunguka kwa Shabuheti, sema kitu ambacho kilichomsaidia ni kapata endorsement nyingi sana. Yeye mwenyewe anatamani aendelee hivyo hivyo kuumwa. Maana yake kapata hela. Kapata hela sana. Kapata hela sana. Kesho anaweza katuambia hapa ameleta magari yake 10 kwako. Bwana wewe dawe acha. Tutakoma. Sawa Isa bwana, kama kuna cha kuongezea.